uhai wa chama chetu unategemea vijana, hasa vijana wetu waliopo katika vyuo na vyuo vya elimu ya juu. Hivyo uanzishwaji na urasimishwaji wa shirikisho ni hatua ya msingi ya kukiimarisha chama katika ngazi ya taasisi za elimu na kufanikisha azima ya malengo ya Chama cha Mapinduzi. CCM mliona, pamoja na kuwa na jumuiya tatu, iko jumuiya ya wanawake, iko jumuiya ya wazazi na iko jumuiya ya vijana, lakini niliona hapana, lazima kuna eneo ambalo tuwaingize vijana wasomi katika chama chetu, kuongeza uhai, ufanisi na kupata mawazo na fikra mpya za wasomi hao. Kwa hiyo chama kilifanya mabadiliko ya katiba na shirikisho la vyuo vikuu likaingizwa katika katiba ya chama. Kwa nini Chama cha Mapinduzi kilikuwa tayari kukubali na kubadilisha katiba yake ya mwaka 77 katika mwaka 2014 na kuaccommodate shirikisho la vyuo vya elimu ya juu? Kwa hiyo lengo la kwanza la Chama cha Mapinduzi ni kuwafundisha vijana itikadi ya Chama cha Mapinduzi. Itikadi ya Chama cha Mapinduzi. Vijana wengi ambao wamaliza vyuo au ambao wako vyuoni hawafahamu itikadi ya chama, lakini lipo kundi kubwa, ndugu mwenyekiti, la vijana wasomi ambao hawako katika jumuiya yoyote. Hao nao ni Watanzania na wangependa kufahamu itikadi ya chama. Lakini lengo la pili ni kuwafundisha vijana maadili ya taifa la Tanzania, maadili ya taifa letu. Na mnafahamu mmomonyoko wa maadili unaendelea kwa kasi kwenye taifa letu, na wahanga wa kwanza ni vijana. Eneo la tatu ni kuwafundisha vijana uzalendo wa taifa lao, ambao tutalizungumza kwa kirefu. Nini maana ya uzalendo? Mzalendo ni nani? Nifanye nini kusudi uzalendo? Na eneo la nne ni kujenga fikra za kujitegemea na ubunifu. Kijana msomi lazima aweze kuwa imara katika kujenga fikra za kujitegemea, lakini vile vile aweze kuwa mbunifu. Hayo yalikuwa maeneo makuu manne ya kuanzishwa kwa shirikisho la vyuo vya elimu ya juu kwa wanafunzi kipindi hicho. Hakuna sababu ya kulalamikia kesho yetu. Tanzania ya kesho iko mikononi mwenu vijana. Chagueni kuwa kizazi cha mabadiliko, sio kizazi cha malalamiko. Ukiwa kijana wa CCM, wajibu wako kama kiongozi wa tawi katika eneo lako, simamia na pigania haki za wanafunzi wenzako kama viongozi wa vyuo na vyuo vikuu inavyotaka. CCM. Na nasema hayo kwa sababu inawezekana kuna namna moja ama nyingine tumeanza kujisahau. Halo. Kila siku tuko vioni, tunatimiza wajibu wetu. Yale ambayo tunaona sisi hayatuhusu, hatuna muda nao. Niwaombe, nendeni vioni, wenye viti wa matawi, makatibu wa matawi, marais wa vyuo mko hapa, kasimamieni, teteheni haki za wanafunzi wenzenu. Huo ndio wajibu wa kijana wa Chama cha Mapinduzi.